kipekee kabisa nimpongeze mama yetu shujaa, Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa weledi mkubwa na ushujaa wake imara katika kuliongoza taifa mpaka siku ya leo. Mheshimiwa Mwenyekiti, amani, utulivu tulionayo ni matunda ya haki lakini na wajibu ambao watu wanatakiwa kuwa nayo. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimempongeza Mheshimiwa Rais kipekee kwa sababu yapo mengi ya msingi ambayo ameyafanya kwa utashi wake wa kisiasa bila kusukumwa na ushawishi wa pande yoyote. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwaka 2020-2021-2022 nilisimama kwenye bunge lako tukufu nikiwa ninalia juu ya mlundikano wa magereza. Mahabusu na wafungwa walikuwa wamejaa magerezani na kusababisha adha kubwa, magonjwa ya mlipuko pamoja na fedha nyingi za serikali ambazo zilikuwa zinalisha hawa watu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa usikivu wa mama huyu shujaa, 2023-2024-2025 aliunda tume ya haki jinai. Mheshimiwa Mwenyekiti, haya ni matunda ya usikivu lakini na namna ambavyo alivyo na uzalendo namba moja katika taifa letu. Alivyounda tume hii, Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na mambo mengine, tume hii iliangalia ili swala la mlundikano magerezani. Mheshimiwa Mwenyekiti, Rais Samia Suluhu Hassan alilisimamia kidete na hatimaye 2024-2025 sasa tumeenda kupumua na hakuna mlundikano magerezani. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niseme 2023 na 2022 kulikuwa kuna wafungwa magerezani pamoja na mahabusu 32,300. Mheshimiwa Mwenyekiti, leo ninavyoongea wako 27,500. Ni nini, kwa nini nasema hili? Mheshimiwa Mwenyekiti, uwezo wa kubeba magereza yetu, uwezo wa kubeba wafungwa pamoja na mahabusu ni 29,900. Unaweza kuona kuna upungufu mkubwa magerezani na watu wako comfortable. Maana magerezani ni mtakuja, nisipokuwa kuenda mimi atakuwepo mwingine. Kwa hiyo rais ameandaa mazingira mazuri kwa wafungwa pamoja na mahabusu. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika haya Mheshimiwa Rais amesimamia pesa za walipa kodi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa upungufu huu kuna upungufu wa wafungwa na mahabusu 4,900. Ukikonvati kwa pesa ya Kitanzania ambapo mfungwa au mahabusu anakula 5,000 kwa siku, maana yake Mheshimiwa Rais ameokoa bilioni 8 na something. Mheshimiwa Mwenyekiti, uzalendo haupimwi kwa maneno, unapimwa kwa vitendo. Na katika hili madarasa 36 yanaweza kujengwa kwa hizi fedha. Huu ndio uzalendo tunaongea, huu ndio upendo wa mwanamke huyu tunaongea, sio upendo wa maneno. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika hili ameruhusu, ametoa msamaha kwa wafungwa, ameweza kuendesha na kuunda hichi chombo kupitia watu wetu, ameunda hichi chombo cha mahakama mtandao. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna changamoto katika mahakama mtandao. Maana yake ni nini? Wizara ichukue hatua ya kuelimisha Watanzania faida za mahakama mtandao na ni nini. Maana yake wengi hawajui. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, tulitembelea gereza la Isanga. Tutakuta wafungwa wanasikiliza kesi zao kwenye mahakama ya mtandao comfortable. Maana yake ni nini? Mlundikano umepungua lakini watu wako imara wanasikiliza kesi zao. Kuna changamoto ya interneti. Naomba hili Mheshimiwa Waziri ulishughulikie. Wakati kesi zinaendelea kuna katika kwa mitandao, kwa hiyo kuleta adha kwa wasikilizaji lakini na waendesha mashtaka. Changamoto nyingine Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna uhaba wa wataalamu wa tehama ambao wanaendesha mitambo ile. Niombe
Mheshimiwa Waziri, kupitia magereza waajiriwe watu wenye uweledi wa kuweza kusimamia hili. Lakini kuna changamoto za nyumba zenye huo mfumo wa mahakama mtandao. Muliangalie ili dhima iweze kuchukuliwa inavyotakiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika hilo nipongeze jeshi la magereza, wanafanya kazi ya kizalendo na ya utu. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, nishauri serikali hawa watu wawekewe miundombinu thabiti. Wana hekari zaidi ya 42,000 nchi nzima, lakini hawana vifaa vya kisasa vya kilimo. Mheshimiwa Mwenyekiti, niombe watu hao wapewe vifaa vya kisasa kwenye taifa letu. Mvua ikinyesha, Mheshimiwa Mwenyekiti, badala ya kupiga magoti na kumshukuru Mwenyezi Mungu, watu wanaingia kusali na kuomba na kulia kwa kuwa watavunjiwa nyumba, barabara zitaharibika kwa sababu hatujatengeneza miundombinu ya kupita maji ya mvua. Niombe liwezeshwe jeshi letu la magereza kutengeneza miundombinu ya kuvuna maji ya mvua. Haya maji yasiyo kilio yawe kicheko, yasaidie kunyeshea kwenye mazao watakayoyalima. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba niongelee kwenye jeshi la polisi. Jeshi la polisi linafanya kazi yake nzuri sana kwa weledi mkubwa sana. Utulivu wa Tanzania ni matokeo haya. Naomba niwapongeze kwa namna ya tofauti. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna vituo ambavyo haviko sawa. Kituo cha kata ya Mabogini, jimbo la Moshi vijijini, Mheshimiwa Mwenyekiti, askari wanaogopa kukaa ndani. Kituo kimebomoka, hakifai kufanya kazi. Niombe Mheshimiwa Waziri, unapokuja hapa uniambie ni lini kituo hichi kitajengwa ili kulinda wananchi zaidi ya 50,000 kwenye kata ya Mabogini ambao wanategemea usalama wa hili taifa. Lakini kubwa kuliko yote ni kemea tabia mbaya ambayo watu wanaichukua AI, wanaenda kuleta michezo ya ajabu, wanachora mapicha si mazuri kwa ajili ya kufanya bullying kwa rais wetu Samia Suluhu Hassan. Kama mjumbe wa kamati ya ulinzi na usalama, ninakataa na ninakemea kitendo hiki kwa sababu hakikubaliki. Kama viongozi kwenye taifa hili, kwenye Biblia wapo, kwenye msahafu wapo, kwenye Qurani wapo, waheshimiwe. Aheshimiwe rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sio kumfanyia bullying kwa sababu ni mwanamke, eti kwa sababu kawaje. No, ninakataa kitendo hiki kwa sababu si afya kwa taifa letu. Rais wetu yupo eti kwenye mitandao, mara kachorwa katuni hii, mara katuni ile. Na kemea, washindwe na walegee. Kwa kuwa sisi ni wanawake, hatuwezi haturuhusu tukio hili liendelee tena. Wasijenge mazoea, wakome, wasijenge mazoea, kwa sababu wakijenga mazoea, Mheshimiwa Mwenyekiti, watazoea kidogo kidogo, baadaye tutaona wameingia chumbani, watoke. Ninasema hayo Mheshimiwa Mwenyekiti, asante sana kwa nafasi. Asante sana Mheshimiwa Felisa Deogratias Njau kwa mchango wako mzuri sana. Tunaendelea na Mheshimiwa Tauhida Hassan Gallos. Mheshimiwa Boniface Mwita Getere ajiandae. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipatia fursa hii. Kwanza kabisa nianze kwa kumpongeza waziri, naibu waziri, katibu mkuu na IGP kwa kazi kubwa wanayoifanya kwa ajili ya taifa hili. Niwapongeze kwa mambo makubwa wanayoifanyia Tanzania. Nikupongeze Mheshimiwa Waziri. Umekuwa waziri kati ya mawaziri, lakini kwa namna ya kipekee umekuwa waziri wa kiraka pale ambapo mama anaona sasa hapa ninakuhitaji. Lakini sio hilo tu, tutume salamu jimboni waturudishie, maana wewe ni rasilimali ya Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti,
Pia niwashukuru na kuwapongeza makamishna wote, lakini kwa namna ya kipekee nimpongeze kamishna wetu Kombo kutoka Zanzibar kwa kazi kubwa anayoifanya, hususan pale alipotugusa ndipo sisi wanawake viongozi wa Zanzibar kutatua na kuondosha kuhangaika na swala la unyanyasaji kwa wanawake na watoto. Kamishna, tunakushukuru sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa namna ya kipekee nimpongeze na kumshukuru rais wangu mama yetu Samia, rais ambaye amekuwa rais wa mfano ndani ya nchi za Afrika. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunapata tabu. Mheshimiwa Mwenyekiti, wa Tanzania tuna uvumilivu, lakini namna wanavyotuona uvumilivu tuliokuwa nao, jambo kubwa na la kupongeza, tunampongeza rais wetu kwa namna ya kipekee anavyotufundisha uvumilivu wa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, uvumilivu wetu pia unaimarishwa na jeshi la polisi, namna wanavyoilinda Tanzania na namna wanavyofanya kazi ndani ya Tanzania, wanatufunza wa Tanzania kuwa watu wavumilivu. Mheshimiwa Mwenyekiti, muda mrefu sasa umepita, wa Tanzania tunavumilia na tunavumilia na tena, lakini nafika wakati jeshi la polisi leo wabunge tumeamua kuwapongeza kwa kazi kubwa mnayoifanya. Hatuna sehemu ya kusema, kwa sababu ukija kwenye kila sehemu mama amefanya vizuri na amelimarisha jeshi la polisi vizuri. Tunachokitaka kwenu, mwende mkakomeshe vitendo vinavyoenda kufanywa ndani ya mitandao kumdhalilisha rais wetu. Mwende mkaifanye kazi ya kuingia ndani ya mitandao kama mlivyofanya kazi ya kupambana na majambazi wanaotumia vyombo vya moto. Hawakukushindeni na walikuwa wanakuja na vyombo vya moto, lakini tunataka sasa muingie kwenye mitandao. Kazi iliyokuweko kule, vitoto vidogo hata kunyonya havijamaliza kwa wazee wao. Kila mtu ana maneno na lugha anazungumza ambayo haistahili kuambiwa rais wetu. Rais wetu amekuwa akijitoa kwa ajili ya taifa hili kwa namna ya kipekee. Hakika Mungu alimuita kuwa rais, tumwangalie kwa namna ya kipekee. Toka siku yake ya kwanza wakati inatunga mimba yake, Mwenyezi Mungu alijua kwamba anamtengeneza Rais Samia kuwa rais wa Tanzania. Alijua fika kwamba huyu ninamtengeneza kuwa rais, ndio maana akawa na roho ya uvumilivu ambayo hata sisi viongozi tuliokuweko humu tusingeweza kuvumilia. Alimtengeneza kuwa mwanamke jasiri. Kati ya vitu ambavyo tunajivunia pamoja na ujasiri wa mama yetu kuweza kuvumilia hali inayoendelea. Muda wote rais wetu anatuasa hala jirani. Tumevumilia majirani, lakini imefika wakati mama, tumeshindwa watoto wako kuvumilia. Tumeshindwa. Hatuwezi. Hakuna mtoto anaweza kusubutu kuvumilia kumwona mzazi wake anatukana. Hakuna mtoto anaweza kukaa kimya kumwona mzazi wake anatukana. Mama, umetufunza tukae kimya. Umesema mzigo huu kwenye hotuba zako unaweza kubeba, ila sisi watoto wako hatuwezi kubeba. Tumechoka. Mheshimiwa Mwenyekiti, tuambie vyombo vya ulinzi na usalama, kuna kenge wa ndani alafu kuna kenge wa nje. Shughulikeni na kenge wa ndani, malize na wa nje. Imekuwa kuna vitoto hata vidogo, mtu akipata uhuru tunao Tanzania, tunafanya tunachokitaka, lakini sio kumgusa rais wetu kwa vile unavyotaka mwenyewe. Kama tunataka tuende kwenye debate za matusi, tutafungulia Doto Magari mmoja tu, atamalizana nao bila kuweka mtu mwingine. Doto Magari mmoja tu, Kenya nzima watamtambua. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumekuwa na uvumilivu wa kutosha, lakini imefika wakati, Mheshimiwa Waziri, kazi za ulinzi wa nchi hii zipo vizuri. Kazi ya jeshi la polisi kulinda wananchi na raia na mali zao upo vizuri. Tunashindwa sasa kudhibiti mitandao. Hatuwezi kuona nchi yetu inatawaliwa na mitandao. Jeshi la polisi, angalieni kwa makini katika kitu kitocholeta dhuruba pamoja na mitandao.
Mtandao sasa umekuwa unatumika vibaya ndani ya Tanzania. Tunavumilia lakini tumechoka. Tunaomba mchukue hatua. Hatuwezi jeshi la polisi kila siku mama yetu rais wetu anahangaika, niboreshe wapi, niboreshe mishahara, niboreshe posho zao, niboreshe hichi, niwapatie magari. Anahangaika kwa namna ya kipekee. Tumlipeni kitu kidogo tu. Kumlinda yeye ni jukumu letu sisi. Jukumu lenu nyinyi kama jeshi la polisi, jukumu letu sisi wabunge, lakini jukumu la Watanzania. Sasa ni muda wa kumlinda rais wetu. Ni muda wa kulilinda taifa letu kupitia rais wetu. Amevumilia lakini naye binadamu anachoka. Lakini tabia ya mama hawezi kusema kwa watoto wake kama anachoka. Siku zote mama hawezi kuona watoto wake wanalala njaa. Yuko tayari kubeba jembe kulima ili watoto wale na kushiba. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye masuala ya mitandao kuna mambo mengi. Na hili swala la mitandao, Mheshimiwa Waziri, nategemea nilishawahi kuzungumza nawe si mara moja, si mara mbili. Na nashukuru kuna baadhi ya vitu naviona unavichukulia hatua. Swala la mitandao limekuwa tishio ndani ya Tanzania. Kuna na wengine huwa wanaiga. Wamo ndani ya Tanzania lakini wanataka kuiga ambavyo vitu sio vya utamaduni wetu. Kati ya kitu kimoja mama yetu Samia anachokilinda kwa nguvu zake zote, pamoja na kulinda utamaduni wa Mtanzania, analinda amani ya Mtanzania. Nguvu pekee ya kumpa kusimama sisi kama bunge, kusimama sisi kama Watanzania, kuhakikisha kwamba tunamwambia mama, songa mbele, tuko na wewe. Tunahakikisha hakuna siku mama yetu atakayotetereka. Lakini niseme kuna swala zima la wananchi wa Tanzania wanapopata fursa kwenda nchi za nje kufanya kazi. Ni fursa ile ya kipekee, na naomba serikali yangu, Mheshimiwa Waziri, wasizuiliwe, lakini kuwe na ufuatiliaji wa kina, hususan kwa watoto wanawake wanaokwenda mbali ya nchi ya Tanzania kwenda kupambana na maisha yao. Kuwe na fursa. Naomba idara ya uhamiaji, hebu shirikiana na hawa mapaparazi wanaochukua wadogo zetu na ndugu zetu wa kike kuwapeleka huko, baadaye taarifa zao zinakuwa si nzuri. Hakikisheni mtoto yeyote wa Kitanzania anapoondoka hapa mumjue nani kamondosha, wapi anakwenda. Na ule mfumo wa kufika kule kunyang'anywa pasipoti zao, kunyang'anywa simu zao, kukosa uhuru na haki ya kibinadamu sio sawa. Naomba kama viongozi tulishughulikie. Mheshimiwa Waziri, kati ya jambo ambalo sisi kama Tanzania kwa sasa tusumbua katika nchi hii, ukiacha swala la mitandao ambalo linatusumbua, basi na swala la ndugu zetu wa kike wanaoenda kujitafutia riski nchi mbali mbali, wanapoenda kula wanafika wakanyanyasika. Mheshimiwa Waziri, umekuwa ukifanya kazi kubwa ndani ya serikali, umekuwa ukifanya mambo mengi ndani ya serikali, lakini kuna watoto sasa hivi ndani ya Tanzania pia wanaiga. Sio utamaduni wetu, sio utamaduni wetu. Shughulika na hili jambo. Wanaamua kujirekodi, kuweka zihaka, kusema maneno mabovu juu ya serikali, kusema maneno mabaya juu ya rais wetu. Hatuwezi kushughulishwa na kenge wa ndani ya bwawa tulilitengeneza wenyewe. Mheshimiwa Waziri, leo nadhani umeona wabunge wote wamekuja. Letu kubwa wizara ni kuipongeza, ila tunataka mapambano dhidi ya mitandao iongezeke kama mlivyoongeza nguvu kwenye masuala ya ujambazi, ubakaji, na huku kwenye swala la matusi, hususani pale bora mtu akae atutukane sisi wabunge, lakini sio kumgusa rais. Sio kumgusa rais. Amebeba mzigo mkubwa, anaibeba Tanzania kwa mzigo mkubwa na kwa wakati ambao hakutarajia. Mama kwa ujasiri wake ametuvusha. Mama kwa ujasiri wake anapeleka Tanzania hapa ilipo. Tunajua hakuna mwanamume rais anakubali kuona kwamba kashindwa na mwanamke. Namna mama yetu anavyofanya kazi, kuna mataifa, kuna wanaume wanamwonea choyo, kuna wanaume wanamwonea wivu, lakini tunawaambia watulie. Hiyo ndio namna ya mwanamke anavyofanya kazi, na huo ndio ujasiri wa mwanamke anavyofanya kazi. Niseme, Mheshimiwa Mwenyekiti, naunga mkono bajeti hii ipite. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaiunga mkono 100%. Asante kwa hayo machache.
Asante sana Mheshimiwa Tauhida Hassan Gallos kwa mchango wako mzuri. Mheshimiwa wabunge, kabla sijampa fursa mchangiaji anayefuata, naomba niwatangaze wageni ambao wapo. Wageni waliokaa jukwaa la Mheshimiwa Spika ni wageni wa Mheshimiwa Daniel Baran Silo, mbunge na naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi, ambao ni ndugu Joachim Leons Mneki kutoka mkoa wa Manyara. Karibu sana. Ndugu Shaban Mrisho, katibu wa CCM mkoa wa Manyara. Karibu sana. Wageni wengine ni wageni wa waheshimiwa wabunge. Kuna wageni wa Mheshimiwa Innocent Luga Bashungwa, mbunge na waziri wa mambo ya ndani. Ni wakurugenzi, wakuu wa vitengo na maafisa kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi na taasisi zake, na wadau wa taasisi za fedha, Azania Bank, Benki ya Watu wa Zanzibar, NBC, CRDB na NMB, wale pale. Karibuni sana. Kuna wajumbe wa kamati ya siasa kutoka mkoa wa Kagera. Karibuni sana. Pia kuna kamati ya siasa ya halmashauri kuu ya CCM wilaya ya Karagwe ikiongozwa na mwenyekiti ndugu Pasco Rwamgata. Karibuni sana wajumbe hao kutoka huko mkoa wa Kagera. Tuna pia viongozi wa Chama cha Mapinduzi na madiwani wa wilaya ya Karagwe ikiongozwa na mwenyekiti wa halmashauri Mheshimiwa Walek Mashanda. Karibuni sana. Na pia tuna manaibu kamishna kutoka vyombo vya usalama vilivyopo Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi, Jeshi la Polisi, Jeshi la Magereza, Jeshi la Zimamoto na Uokoaji na Idara ya Uhamiaji. Naona bado hawajaingia. Lakini pia tuna wanahabari na wafanyakazi wa ofisi ya mbunge wakiongozwa na ndugu Ivo Ndisanye. Karibuni sana. Wageni wengine wa Mheshimiwa Silo, naibu waziri wa mambo ya ndani, ni wajumbe wa Baraza la Usalama Barabarani Taifa. Karibuni sana. Wengine ni wajumbe wa kamati ya siasa kutoka mkoa wa Manyara. Karibuni sana. Wajumbe wa kamati ya siasa wilaya Babati vijijini. Karibuni sana. Na pia ana wajumbe wa sekretariat ya Chama cha Mapinduzi mkoa wa Manyara. Karibuni sana wageni hao kutoka Manyara. Pia tuna wageni 53 wa Mheshimiwa Muharami Shabani Mkenge, mbunge, ambao ni viongozi wa Chama cha Mapinduzi wa kata kutoka jimbo la Bagamoyo mkoa wa Pwani. Karibuni sana wageni wetu kutoka huko Bagamoyo. Tuna wageni pia ambao wametembelea bunge leo hii kwa ajili ya mafunzo, wanafunzi 50 na walimu 8 wa shule ya awali na msingi ya Mikai ya jijini Dodoma. Karibuni sana wanafunzi wetu kutoka hapa Dodoma. Pia tuna wanakwaya 29 kutoka kwaya ya Upendo KKT Azania Front ya jijini Dar es Salaam. Karibuni sana wanakwaya wetu. Mheshimiwa wabunge, tunaendelea na Mheshimiwa Boniface Mwitagetere. Mheshimiwa Elibariki Emmanuel King ajiandae. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa kunipa nafasi na mimi ya kuchangia hii wizara muhimu sana katika nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, la kwanza nimshukuru na nimpongeze waziri wa mambo ya ndani ndugu yetu Bashungwa, anaitwa ni klaka wa mama, anapewa kila eneo lenye matatizo anapeleka na maliza. Ni mtu mahiri sana, lakini mmoja wapo waziri wa staarabu sana katika nchi yetu. Na kupongeza kwa kazi nzuri. Mpongeze wa naibu wake Silo, mchapakazi, ametoka kwenye budget, ameshika vizuri wizara na kusaidia. Katibu mkuu wa wizara, IGP Wambura anatoka kwenye mkoa wa Mara, ametuheshimisha sana watu wa mkoa wa Mara. Anafanya kazi nzuri, maana yake ni kwamba akistaafu mama tena ataona mkoa wa Mara unastahili tena kupata mtu wa aina hiyo. Ametuheshimisha sana, namshukuru sana. Lakini kuna mama wetu yule anafanya kazi nzuri sana, yule wa uhamiaji. Sasa sijui yule
ila ataendelea kuwepo, maana ile naona umeongeza hata mikataba. Kama mikataba yake imeisha, niongezeni tu. Anafanya kazi vizuri, msikivu sana yule mama. Anafanya kazi nzuri sana. Lakini watendaji wote wa wizara, mapolisi wote wa wizara wanaofanya kazi, makamishna wote wanafanya kazi nzuri sana. Ndugu zangu wabunge, tukubaliane. Kuna nchi duniani hazina vyombo vya ndani, hazina mapolisi. Zipo nchi duniani. Lakini kwa nchi za Kiafrika kama si Tanzania, polisi wakikosekana hata dakika moja, wote mtakuwa mko ndani. Mtajifungia na mali zenu zote zitaenda. Kwa hiyo mapolisi ni watu muhimu sana katika nchi yetu. Na mimi naomba, niombe waziri, tuangalie maslahi ya mapolisi. Tuangalie maslahi yao. Tuangalie wapi tunakwama katika kuwalipa vizuri mapolisi. Wanafanya kazi usiku na mchana. Vyombo vya usalama vyote tuangalie. Tuangalie polisi, wanasema hamna wingi wa polisi. Polisi. Tuangalie namna gani tunawasaidia kupata uwezo wa kuendesha shughuli zao. Nimshukuru Rais kwa kuwapa magari 218. Lakini pikipiki 105 amefanya kazi nzuri sana kuwapa. Ili tuweze kujenga usalama wa kutosha kwenye nchi yetu, lazima polisi na vyombo vingine vya usalama vipate usafiri na vipate maslahi ya kuwatosha ili wapunguze ghadhabu zao katika maisha yao ya nyumbani. Mheshimiwa Mwenyekiti, Tanzania ni nchi huru. Na sio huru tu, katika mataifa mengi ya Afrika, sijui kama kuna mengine, sisi ndio Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Taifa letu ndio linaitwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni nchi huru, inahitaji amani, inahitaji usalama, inahitaji ulinzi wake wa kutosha, inahitaji kujilinda yenyewe. Ina utamaduni tofauti, ina siasa tofauti, ina watu tofauti. Tanzania ndio kipekee huko nyuma mpaka leo nadhani. Ulikuwa ukienda Dar es Salaam mpaka uende kwa balozi ndio uende wakujua kama umetokea wapi. Balozi wa nyumba 10 kwa nchi yetu analinda mtu. Hakuna nchi nyingine ya kufanya hivi. Kwa sisi ni nchi pekee ambayo inaweza kufanya kazi zake kwa kujilinda. Tulikuwa tunaongea hapa na wenzangu, tumeona chombo muhimu sana duniani, CNN kutoka Marekani, kinasema Rais Samia hapingi wanaharakati, anapinga kuingiliwa na wanaharakati. Hapingi wanaharakati, amesema anapinga upotoshaji na kuingiliwa kwa wanaharakati. Kwa hiyo lazima kila nchi iwe na uwezo wake. Kwa sababu gani? Sisi tuna wanaharakati wa ndani, wafanye wanaharakati wao, lakini sio tupokee wanaharakati kutoka maeneo mengine waje kuingia kwenye nchi yetu. Hapana. Hiyo Bashungwa na IGP Wambura kazi hiyo muifanye iende vizuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa naangalia hapa ripoti mbalimbali. Nimeangalia ripoti ya Global Peace Index ya 2024. Ile ripoti ya amani inasema dunia ya leo imepata misukosuko ya migogoro na ghasia, na watu wengi wanakufa kwa ajili ya migogoro na hizo ghasia duniani. Ripoti inasema dunia jipange kujilinda usalama wake katika nchi yake. Ijilinde usalama. Kwa hiyo ripoti imesema wazi 2024. Sasa ni nini kinafanyika? Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lazima alinde usalama wa nchi yetu. Na pengine wanasikia maneno tu wasema rais mpore, rais mpore. Hakuna rais aliyewahi kutokea kwa mpore, haipo. Ndio maana anaitwa Amiri Jeshi Mkuu. Amiri Jeshi Mkuu maana yake ni kwamba jeshi halifuati sheria, linafuata amri. Sasa huwezi kuwa Amiri Jeshi Mkuu alafu kama mpore, haiwezekani. Kwa hiyo kwa vyovyote vile rais ni system. Mama Samia ni jina la mtu. Kwa hiyo tunaposema Mama Samia ni rais wa nchi, maana yake anafuata ni Amiri Jeshi Mkuu wa jeshi. Pale ambapo nchi yake inaingiliwa anakuwa tofauti. Na niwaambie wabunge, sio kama mnamtazama mama, siku zote ukimwona mama inaonekana usalama wa nchi unayumba, utamwona machoni. Anabadilika kabisa. Anakuambia, ukisikia mama anasema hii hapana, unajua amefika mwisho. Kwa hiyo rais analinda usalama wa nchi yetu. Lakini nimeona ripoti ya nchi, nimeona ripoti ripoti hii
ya index ya Global Peace Index imeonyesha kwamba kuna nchi 10 zaidi Afrika zenye amani zaidi. Nchi 10 wametaja. Nchi ya kwanza imetaja Mauritius, imekuja Madagascar, imekuja Botswana, imekuja Ghana, imekuja Zambia, imekuja Namibia, imekuja Tanzania, imekuja Sierra Leone, imekuja Liberia, imekuja Angola. Haya, mama anaposema, rais wetu anaposema nchi yetu ni nchi pekee ya kimbilio la Afrika Mashariki, unakataa nini? Wewe unakataa nini? Ripoti imesema katika nchi zilizotajwa hapa, nchi za Afrika Mashariki ni Tanzania pekee yake na ni ya 7. Kwa hiyo sisi tulikuwa kwanza tunaenda hivi, tuende mwishoni tutakwenda kuanguka kama tutalinda nchi yetu. Kwa niwaombe kwamba katika nchi yetu lazima tulinde amani yetu. Tumekuwa uhuru wetu tulipata tofauti. Ni moja ya nchi zilipata uhuru wake, uhuru tuliopata ulikuwa ni uhuru wa amani. Hatukutoa damu, tulipata uhuru wa damu. Mimi nimetazama vikripu nyingi sana. Niwashukuru sana wale viongozi wa Kenya na wananchi wa Kenya waliopinga hatua za wale watu wanataka kuja kutuingilia hapa. Wamepinga sana. Nimeona wananchi wanapinga, nimeona viongozi wanapinga. Tunawashukuru sana. Lakini tunawalani wale wanaoandika rais vibaya. Wale wanatukana rais wetu. Tunawalani sana. Lakini Kenya ni nchi yetu. Sisi tuko pamoja, tunapendana, tunafanya biashara, tuishi pamoja. Na niwaombe marais wasiingilie hivyo vitu vya watu wahuni hawa wanakuja kutuvuruga na wenyewe tukaingia kwenye uhuni hapa. Wakubaliane kwamba wale wote ambao wanatenda nje ya sheria wakamatwe katika nchi zao. Kwa sababu siasa za Kenya sio siasa za Tanzania. Kwa hiyo niombe, niwashukuru sana wale watu wa Kenya wanaokataa mambo hayo, wanaopinga uhalimu waliofanya wanaharakati waliokuwepo ili tuendelee na nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimezungumza hayo kwa sababu nchi yetu inahitaji amani. Tunahitaji amani sana 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 sana. Hakuna mtu anaweza kupinga, hakuna mtu anaweza kusema kwamba tunaweza kuendelea. Wameonyesha kwanza shirika la fedha duniani limeonyesha mpaka sasa nchi yetu pato la taifa ni bilioni 85.6. Limeonyesha, linasema kwamba kama Tanzania itaenda na amani yake hivyo hapo ilivyo, ikifika 2028 nchi yetu itakuwa na pato la kitaifa ambalo itakuwepo bilioni 136. Sasa kama hatuwezi kulinda mikakati yetu ya kimaendeleo, hatuwezi kulinda miradi ambayo tunayo ya mikakati, hatuwezi kufikia hilo pato. Kwa hiyo tunaomba amani yetu iendelee kulindwa. Viongozi wetu wa polisi, viongozi wetu wa kijeshi na watu wote kwa Tanzania tuendelee kulinda amani ya nchi yetu. Lakini pia niombe serikali ya CCM huko tunakokwenda tuanze kufanya vetting. Tuanze kufanya vetting ya watu wanaoingia madarakani. Hata sisi wabunge tufanywe vetting. Hii habari ya kuandaa watu na kuwapa madaraka alafu katikati hapa anaanza kutukana serikali, hapana, tufanye vetting. Wazalendo wa nchi hii waendelee kupewa vyeo. Wale wahuni wakae pembeni. Nakushukuru sana, naunga mkono wote. Asante sana Mheshimiwa Boniface Mwita Gitere. Nimtaja Mheshimiwa Elbarik Emmanuel Kingu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana kwa kunipa nafasi ya kuchangia. Kwanza kabisa nianze kwa kumpongeza sana kaka yangu Bashungwa, waziri wetu wa ulinzi wa mambo ya ndani na naibu wake. Ninawapongeza sana. Ninyi ni watu makini, watu wanyenyekevu sana. Ninampongeza rais wetu kwa kuona kwamba mnaweza mkamsaidia katika kuhakikisha kwamba mnasimamia wizara yetu ya mambo ya ndani. Hongereni sana kaka zangu, hongereni sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, kihistoria kwa upande wa Afrika ya Mashariki na dunia, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania is a sovereign state. Hii ni nchi huru, na ninakwenda mbali. Taifa letu ndilo taifa lenye historia Afrika. Narudia, taifa hili ndilo taifa lenye historia Afrika ya kuwafanya mataifa ya Afrika wawe wamoja.
Taifa hili liliwafanya Msumbiji wakawa wamoja. Taifa hili liliwafanya Zambia wakawa wamoja, kama mnasoma historia. Taifa hili liliwafanya Namibia wakawa wamoja. Taifa hili liliwafanya South Africa wakawa wamoja. Taifa hili limewafanya Komoro na Seychelles na nchi zingine kuwa wamoja. Taifa hili lilirudisha stability na umoja Uganda. Taifa hili hata hao Kenya, baadhi ya wanaharakati wanaojaribu kufikiri kwamba hili taifa ni la hovyo, walipoanza kuchinjana miaka michache iliyopita, ni taifa hili lilikwenda Kenya likarudisha umoja, amani na mshikamano. Ninaomba nimnukuu baba wa taifa hayati Julius Kambarage Nyerere, baba wa taifa letu, kiongozi aliyekuwa amepewa karama na Mungu ya kuliunganisha Afrika na kuiunganisha Tanzania. Ninajua nitakufa, sitapona ugonjwa huu, na waacha Watanzania wangu, naondoka nikiwa nimewaachia taifa moja lenye umoja na amani. Wosia wangu kwao, waipende nchi yao kama wanavyowapenda mama zao. Wajue hakuna nchi nyingine zaidi ya Tanzania. Haya maneno aliyatamka baba wa taifa akiwa kitandani hospitalini London. Baba wa taifa alijua, kwa sababu alikuwa rais wa nchi hii, aliona viashiria vyote ambavyo vilikuwa vinanyemelea kuligawa taifa Tanzania. Na rais wetu wa wakati huo Mwalimu Nyerere, akiwa amestaafu kitandani, karibu mauti inataka kumfika, Roho wa Mungu alimshukia akiwa kitandani, akasema, nitoe maneno gani ya kuhakikisha stability, umoja, ushikamano wa taifa langu utakuwa salama kwa miaka 100 ijayo. Akasema, ninawaasa wa Tanzania walipende taifa lao kama wanavyompenda mama yao. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka nikuambie, tumebahatika kupata rais mama katika taifa letu. Tumebahatika kupata rais mwanamama katika taifa letu. Sisi wa Tanzania hatujafundishwa kebehi. Sisi watoto wa Mwalimu Nyerere hatujafundishwa kuwachukia majirani, na ndiyo maana waliponyanyaswa, walipobaguliwa, tulikwenda kuwapigania, tukatoa damu za Watanzania, tukamwaga damu za watu wetu. Majeshi yetu na vyombo vya ulinzi na usalama vikaenda kujitoa muhanga kuleta stability ya mataifa ya Afrika, mfano ambao hauwezi kuigwa na taifa lolote lililopo. Taifa hili, Mheshimiwa Mwenyekiti, ndio taifa liliamua kusacrifice maendeleo ya watu wake. Watoto wetu wakakosa elimu bora, vizazi vyetu vikakosa usafiri bora, tukasacrifice kuliunganisha bara la Afrika. Tunaomba tuwakumbushe majirani zetu wa Kenya na mataifa mengine, na hili tunazungumza kutoka kwenye bunge, chombo kilicho huru cha kikatiba. Tunawaonya sana wanaharakati wanaofikiri ya kwamba taifa hili ni choo, kila mtu anaweza kwenda kujisaidia na kutoka. Nataka niwaambie kwa viongozi walioko madarakani na sisi vijana ambao tutakuja kukabidhiwa taifa hili, hakuna kiumbe chochote kitaweza kuligawa taifa hili. Hili ni onyo kutoka kwa Watanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka nikwambie, sisi wa Tanzania tunampenda Rais Ruto wa Kenya. Sisi wa Tanzania tunampenda Rais Yoweri Museveni wa Uganda. Sisi wa Tanzania tunampenda Paulo Kagame wa Rwanda. Sisi wa Tanzania tunampenda rais wa Burundi, tunampenda rais wa Kongo na mataifa yote ya Sudani na Somalia. Sisi wa Tanzania hatuna chokochoko, ila ninawaonya majirani zetu, they should never dare again. Wasije tena. Ninatoa onyo kwa niaba ya wabunge wenzangu, ninatoa onyo kwa vibaraka wanaokubali kutumika kwenye mataifa yao. Tanzania sio mahali salama kwao. Taifa hili linaye kiongozi, rais mwanamama jasiri,
shupavu, mzalendo, amefanya mambo makubwa kwa taifa hili, na sisi kama chombo kinachowakilisha wananchi kwenye bunge hili tutalinda taifa letu, tutalinda nchi yetu kwa wivu mkubwa, kwa gharama kubwa, na Mungu tusaidie, tutakwenda kushinda kila majaribio yanayotaka kuligawa taifa hili kwa misingi ya ukabila, kwa misingi ya dini, kwa maslahi ya watu wachache wanaowatumikia. Namaliza, Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka nitoe pongezi kwa jeshi letu la polisi Tanzania na vyombo vyote vya ulinzi na usalama. Nataka niwaambieni, yalipokuja majaribio ya kuligawa taifa letu vipande, Rufiji na mikoa mingine, jeshi hili ambao wanalisonga vidole lilisimama na kurudisha amani na utulivu wa taifa letu. Nataka niwaambie, yalipokuja majaribio ya kigaidi kwenye mikoa ya kusini na sehemu zingine, sisi tunalala, majemadari hawa usiku na mchana wanagharimu hata familia zao, wanalinda amani ya taifa hili, wako tayari kupoteza maisha kulinda umoja na mshikamano wa taifa letu. IGP Wambura, popote ulipo, wewe na makamanda wako na makaza wako, nataka nikuambie usitishwe. Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania liko na wewe, liko na askari wetu, na rais wangu, popote pale ulipo, ukipata ujumbe, kusikia ujumbe wangu, ninakuomba mwakani uchumi ukikaa vizuri, pandisha mishahara ya watu wetu hawa, masemedari hawa, vinara hawa wanaolilinda taifa letu kwa kazi kubwa wanayoifanya. Mwisho kabisa, lakini si kwa umuhimu, Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka ni waasi wa Tanzania wote wanaolipenda taifa lao. Nyakati hizi, waziri amesema, vita vya kimaslahi ya kitaifa, vita vya kikanda, geopolitical politics za duniani, sio lazima taifa likuvamie na vifaru. Chokochoko zinazopenyezwa kwenye taifa letu, vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, simamieni imara. Baba wa taifa kaburini alipo, anawaangalieni ninyi, anawaangalia Watanzania, anawaangalia kila mmoja, kuhakikisha tunatimiza jukumu letu la kikatiba la kuilinda Tanzania kwa gharama yoyote ile. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mwenyekiti, kwa kunipa nafasi niwe mchangiaji wa kwanza katika Wizara ya Mambo ya Ndani, nianze kwa kumpongeza na kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa jinsi anavyoendeleza kuweka amani na utulivu kwenye nchi yetu. Mimi kama mbunge Msukuma pamoja na wananchi wangu tunaungana na Mheshimiwa Rais kwenye kauli aliyoitoa kuhusiana na usalama wa nchi yetu. Tunampongeza sana, na sisi wananchi wake tunasema aendelee kusonga mbele katika kuhakikisha analinda usalama wa nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, taifa hili ni taifa huru na hatuingiliani kwenye East Africa kuhusu masuala ya kisiasa. Kila nchi ina mambo yake. Tumeona swala lililotokea juzi la wanaharakati na yaliyowapata, lakini tumeona jinsi vyombo vyetu vinavyotukanwa, lakini pia tumeona rais wetu anavyotukanwa na majirani zetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi kama wabunge wa bunge hili tutakuwa wa mwisho kukubali kuona rais wetu anatukanwa halafu tukakaa kimya. Mheshimiwa Mwenyekiti, na niwaombe wanasiasa wenzangu wa Tanzania, Tanzania tumepatwa matatizo mengi sana ya majaribio ya kupoteza amani yetu. Tumepatwa na tatizo la Rufiji. Vyombo vyetu vilifanya kazi kubwa sana, na sisi kama wabunge, mimi nilikuwa mbunge, tulifika mpaka mahala ya kuahirisha shughuli za bunge ili tujadili usalama wa watu wa Rufiji. Tumepata tatizo la kusini Msumbiji. Majaribio yale tulilalamika sana. Tukapata tatizo la Panyarodi, nadhani kwenye bunge hili tukalalamika sana. Vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vilifanya kazi kwa utulivu na amani ikarudi na taarifa ikawepo. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu wanasiasa,
wabunge, sisi tumekuja humu kwa ajili ya kuwawakilisha wananchi, na sisi ndo tumepewa dhamana ya kuwasemea wananchi wetu. Hakuna mbunge hata mmoja anayetaka kuona jimboni kwake kunanuka. Hakuna mbunge hata mmoja anayeona vyombo vyetu vya ulinzi na usalama havifanyi kazi. Niwaombe wanasiasa wenzangu, tusiingie disiko la Kimasai ambalo hatujui kulicheza. Na hawa wenzetu wamekuja kutoka Kenya, tuwaombe, na wao wanaangalia bunge hili. Sisi Tanzania hatuna cha kujifunza Kenya. Hatuna hata kimoja cha kujifunza. Tunawazidi siasa, tunawazidi akili, tunawazidi kila kitu. Na wala swala la Kiingereza sisi sio kipaumbele. Tuna maisha yetu. Kwa hiyo niwaombe sana vyombo vya ulinzi na usalama, msikubali kuruhusu watu hao waje watuharibie nchi yetu. Niwaombe sana. Huyo sijui Mwangwa, sijui Mwangi na Mazakarua ndo vinara wa Gen Z kule. Wameharibu nchi yao, wamewekwa na ndani. Wametoka kule wamekuja tena Tanzania. Tunawaomba wa Kenya, hatuna ugomvi na Wakenya wa kawaida. Tuna ugomvi na wanaharakati. Na sisi tuko tayari kupambana nao majukwani. Niwaombe sana wa Kenya, tunafanya nao biashara, tunafanya mambo mengi ya kiuchumi. Marais yetu wanaheshimiana, waje Tanzania kuja kujifunza, waje Tanzania kuja kutalii, lakini niwaombe wasije kutujaribu. Na mimi kama mbunge niwaombe vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, najua mnapitia wakati mgumu. Saa nyingine na sisi tunawasema, lakini zibeni masikio. Nadhani jeshini huwa hamfundishi siasa, fanyeni kazi yenu. Kama mtu anatuchokoza, sisi tunahitaji kuendelea kuniga tai, hatutaki kinuke. Hatuhitaji swala la kunuka kwenye nchi yetu. Niwaombe sana, nikuombe sana Mheshimiwa Waziri, pamoja na viongozi wetu, vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, sisi tunaviamini kwa 100%. Haya ni majaribu na yatapita. Endeleeni kufanya kazi. Endeleeni kufanya kazi. Na nimemsikia mwanasiasa mmoja mwenzetu, rafiki yangu, amepiga akaingilia mpaka na maamuzi ya rais. Jamani, tulikuwa na awamu ya 5 humu ndani. Mimi nilikuwa mbunge. Mwamba marehemu. Hakuna mtu alinyanyua mdomo humu. Hakuna mikutano, na hata hiyo press ungepiga jioni ungekuwa nao jamaa. Sasa tusimwone mama mpore tukatumia hii nafasi kumwingilia mpaka na maamuzi yake. Sisi wote tumeapa kulinda katiba. Rais wetu amelinda kuapa katiba na kulinda usalama wa nchi yetu. Aachiwe nafasi afanye kazi. Haya majaribu mnayofanya, Samia tunaye na tunatamba naye mpaka 30. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu wanasiasa, swala la usalama tusilifanye la majaribio. Tuliguswa tuna panya road nyewe watu wa Dar es Salaam humu ndani. Mlipiga kelele, hey! Sasa kimeanza kidogo kidogo hiki tukikiacha. Mheshimiwa Mwenyekiti, kule Kenya wakati wa utawala wa Uhuru, watu walikuwa wakipotea hivi, kabla ya kufanya uchunguzi vinasingiziwa vyombo vya ulinzi na usalama. Wakabagaza vyombo vyao vikadhalilika. Matokeo yake vyombo vimefanya uchunguzi vikaenda kukumbana na Shakahora, watu 200 wamefukiwa na mtu. Lakini mmeshatukana vyombo vyenu, mnawakatisha watu tamaa. Aise, kwa sababu leo tuko wote humu na mimi hii ndo nafasi yangu kwa ajili ya kuwakilisha wananchi wangu. Niwaombe vyombo vya usalama, hata mimi nikikosea nitie ndani, ili wengine wasalimike. Lazima mfanye kazi yenu, tusiwaingilie. Hata wanasiasa naona kama labda joto limeanza. Mimi nilikuwa naangalia hata ile clip, nikawa namwangalia mdogo wangu Gwajima hapa, askofu. Labda kuna joto jimboni, maana ile press mimi sikuielewa. Na niwaombe wanasiasa, tunaporudi kwenda kuchaguliwa, tukisimama majukwani, tuahidi vitu tunavyoviweza. Mkiahidi vitu vikubwa ambavyo haviwezekani, matokeo yake mwishoni mnaanza kutafuta huruma ya wananchi. Mimi nakaa Mikocheni.
tunasubiri kwenda Japani kwa Gwajima. Alituahidi kwenda Japani, tunamsubiri atupeleke Japani. Alisema anatupeleka Japani na Ujerumani tukabadilishana uzoefu. Na mimi niliandika jina, ni mwananchi wako wa Mikocheni, tunakusubiri utupeleke. Kwa hiyo tusilete pressure za majimbo tukaanza kuingilia mamlaka. Rais ana nafasi ya kumtengua yoyote na kumweka mtu yoyote. Tusitumie uporo wa Mama Samia kuanza kuingilia mpaka state kwenda kupanga na kupangua. Hapana. Wananchi wetu kule wanatushangaa. Mimi mheshimiwa mwenyekiti, jana nimepokea zaidi ya simu 200. Wanasema kesho mambo ya ndani. Hatutaki kusikiliza chochote, hata kituo cha polisi usiombe, hata gari usiombe. Watie moyo polisi, watie moyo vyombo vya ulinzi na usalama. Tunataka kuishi kwa amani. Hivi niwaulize, tukianza kuwadogosha askari wetu. Tumefanya kazi kubwa. Tumejenga bwawa la Mwalimu Nyerere, tumejenga daraja la Busisi, tumejenga mwendo kasi. Kama hamna amani, asi yote yataharibika. Tuna haja gani? Nchi yetu tunaitengeneza, kuna watu wanakesha hawalali kwa ajili yetu. Sisi tunapiga tai, tunabadilisha simu, kuna watu wanashinda na mabunduki huko kufikiria sisi tunaamkaje. Wakati sisi tunasinzia na wake zetu, watu wengine wanakesha kuona humu ndani watu walale waamke kesho waende kazini. Niwaombe sana wabunge wenzangu wa bunge hili, tuatie moyo vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Najua mnapitia vitu vingi. Hata mimi mwenyewe mbunge Msukuma sipendi mtu apotee. Lakini siwezi kutoa hukumu nani amewapoteza. Vyombo vyetu kwa weledi mlio nao, fanyeni kazi. Halafu toeni taarifa. Haiwezekani kila kitu unashtakiwa kinalalamikiwa leo, kesho unatoa majibu. Hao watu wanaofanya matukio na wao wamejipanga. Sasa kwa sababu vyombo vyetu tunaviamini, kama mlifanya vizuri Rufiji, mkafanya vizuri Msumbiji, hili nalo litapita. Tunawaomba ongezeni weledi, lakini sisi kama wabunge hili tunaungana mkono sana na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Rafiki yangu Camillus Wambura IGP, wala usirudi nyuma. Pengine watu wanakupima kwa kaumbo kako, lakini sisi na Mheshimiwa Rais tunaamini kwamba tuko mikono salama. Vyombo vyote, kamanda wa migration, tena mimi nilishangaa mliwarudisha wa nini? Mngewaingiza ndani tuwapeleke na kulima, inawezekana kule Kenya hakuna mashamba. Lindeni mipaka yetu, watu waingie humu kwa vibali. Kama amekuja kufanya biashara, haripie kibali cha biashara. Huwezi kuja kutembea halafu kaanza kwenda kuninginia mahakamani na kutoa press. Hili ni taifa huru, wasituingilie na taifa letu. Hata sisi tunayo midomo na wao wanafanya kampeni, wanafanya mikutano, na sisi tunao wabunge wa Kenya wengi tu marafiki zetu. Tunashirikiana kwa mawazo kwenye simu, lakini hatujawahi kwenda kupanda majukwani kudogesha serikali yao. Niwaombe sana, jeshi letu ni la weledi kwa kweli. Niangalia, hata ukiangalia wao wanasema wameendelea. Hivi unaendelea watu kila siku rais anapewa majina. Sasa hivi sijui anaitwa Heri Chapo, sijui mara Kasongo, kila siku mara anapondo viatu kwenye msafara. Tunataka tuwe na jeshi la design hiyo? Hapana, jeshi letu tunataka muendelee na mwendo mdundo ule. Mtu yoyote anayeingia Tanzania ajue ukileta mchezo, Wambura yuko kazini na wenzie. Utanyea kwenye debe au utakula rungu. Hii ni haki yetu. Lazima tuilinde nchi yetu kwa wivu mkubwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nilienda China siku moja. Nikakodisha taxi. Sasa nikawa nabishana na mkarimani wangu, mimi Kiingereza sikijui. Wakati tunabishana, nikawa nasema mbona sioni wa China wakizungumza kuhusu rais wao, kuzungumza. Yule dereva taxi alishika breki karibu tuumane meno mle ndani. Akasema, nyinyi mmekuja kwa ajili ya biashara au mmekuja kwa ajili ya kumsema rais wetu? Akatuambia, mimi hata nilizowabeba msinilipe, akatuacha kituoni. Sasa niwaombe, hii ndio system tunataka kwenda nayo kwenye nchi. Tumwache rais afanye kazi. Rais anakaa kila siku anachorwa, anafanya hivi. Niwaombe vyombo vya ulinzi na usalama, tumepitisha sheria humu. Hata kumchora rais wetu, kumtukana rais wetu ni kukamata, kwa sababu tulikubaliana humu ndani bungeni. Tumetunga sheria alafu tunaiogopa wenyewe. Watu wakianza sheria ya usalama wa taifa tumetunga humu, sheria ya polisi, sheria ya mitandao tumetunga humu. Ikianza kutekelezwa tena tunarudi nyuma kukaa majukwani. Hapana.
anayeumia na hizi sheria halete hoja mbungeni, atuambie kama yeye anataka kinuke ama watu wafanye kazi yao. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti, asante sana. Asante sana Mheshimiwa Joseph Kasheku Musukuma kwa mchango huo ambao ninaamini kabisa una mantiki pana kwa maslahi ya amani ya taifa letu. Tunaendelea na Mheshimiwa Jessica Johnson Msambatavangu. Mheshimiwa Kasalali Manuel Mageni ajiandae. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuchangia katika wizara yetu hii pendwa ya mambo ya ndani, ambayo ndio muhimili kwa kweli wa mambo yetu yote, kwa sababu bila amani, bila usalama, hakuna jambo lolote ambalo linaweza likafanyika. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimshukuru mbunge mwenzangu ambaye amemaliza, ametengeneza roadmap nzuri sana. Na jambo la kwanza anasema tuwatie moyo vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Na mimi niseme tunaanza kumtia moyo Amiri Jeshi Mkuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mujibu wa katiba yetu ya Tanzania, mwanajeshi ni askari yoyote aliyoajiriwa kwa muda maalumu au wa kudumu katika vyombo vyetu vya Jeshi la Ulinzi, Jeshi la Magereza, Jeshi la Polisi, Jeshi la Kujenga Taifa. Kwa hiyo hawa wote ni vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Kwa hiyo Amiri Jeshi Mkuu ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, tuna kila sababu ya kwanza kumtia moyo na yeye. Na kabla sijaenda mbali sana, niwashukuru sana kwanza askari wetu, polisi wetu, wanafanya kazi kubwa tunafahamu. Na siku moja hapa niliwaambia wa Tanzania, ukimwona askari bwana yupo anasikia kiu nini, wewe mpe tu hela ya maji, kazi iendelee. Kwa sababu kwa kweli wanajitoa kwa kiasi kikubwa kwa ajili yetu. Na siku moja nilikuwa naangalia clip moja ya wenzetu jirani zetu ambao mheshimiwa amesema hapa, gari yao ya polisi ilikuwa imepinduka. Wale wakawa wamekusanyika pale wenyewe, wale wanaosema wao ni wajanja, wana akili kubwa, wanasema hawa tusiwatoe kwa sababu wao wanatufuatilia usiku. Hao wenzetu nchi nyingine jirani yetu. Sasa kwa sababu jirani huwezi kuchagua, basi na sisi tunamshukuru Mungu kwa kutupa majirani hao, tutaendana nao. Na tutajipanga kupambana, na tutajipanga kushirikiana nao. Pale watakapotaka ushirikiano wa amani, tuko tayari kushirikiana nao. Lakini pia hatutawaruhusu majirani zetu kuvuruga amani ya taifa letu. Sisi askari wetu tunaishi nao vizuri. Tunajua zipo changamoto ndogo ndogo. Ndugu zangu wa Tanzania, nichukue fursa hii kuambia, changamoto tulizonazo bado hazijafikia hatua ya sisi kutoheshimiana wala kufika mahali kuhatarisha amani na usalama wa taifa letu. Sisi bado nchi yetu ni kisiwa cha amani. Hapa tumezungukwa, hata hao wanaotutukana wakipata matatizo wanategemea wakimbilie Tanzania. Kila upande wa taifa letu umezungukwa na taifa ambalo wanatuona sisi ni kisiwa cha amani. Na tumekuwa tukitoa msaada. Vijana wetu hawa askari wamekwenda katika kila nchi kulinda amani na utulivu wa mataifa haya. Tunawasaidia majirani zetu kwa amani. Tunawasaidia kwa jasho la damu. Tunawasaidia kwa damu za watoto wetu, askari wetu. Wanakufa kwenye mataifa mengine kwa sababu ya kulinda amani. Na hii ni kwa sababu tulijengewa misingi tangu Mwalimu Nyerere. Alitutuma kupambana kuokoa nchi za kusini kwa bara, kwa jangwa la Sahara. Tulifanya kazi hiyo. Na hii ndio wa Tanzania. Ndugu zangu, hatuwezi kuondoka. Nimeona mmoja anashangaa anasema, Gen Z wa Kenya wamejitolea, lakini anachora kwamba Gen Z wa Tanzania wamelala. Tunataka tuambie vijana wetu wamejengwa katika misingi ya baba zao. Like father, like son. Tumewafundisha vijana wetu uzalendo, ujasiri, uhodari, na tumewafundisha pia kutafuta fedha, si kwa kutukana watu, kuuza maneno kwenye mitandao. Vijana wetu hawataungana na mambo ya kipumbavu, kwa sababu lazima tukubaliane kwamba amani, Biblia inasema katika Isaya 32 mstari wa 17, amani ni zao la haki.
Haki tuliyoijenga kwenye taifa hili ndio inayozalisha amani, na amani hiyo inaleta matunda ya utulivu na matumaini. Watoto wetu wana utulivu, wana matumaini kwa sababu wamejengwa katika misingi ya amani na haki. Wasitake kutuaminisha kwamba sisi kwetu hakuna haki. Sisi kwetu haki ipo. Hizi changamoto nyingine ni ndogo ndogo ambazo zipo katika taifa na hata kwenye familia zipo. Baba na mama mnaweza mkagongana, ni changamoto zipo. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amesema kama kuna changamoto sema ili tusaidiane, na amekuwa ni rais msikivu. Tuliposema amechukua hatua, amefanyia kazi. Sasa ndugu zangu, tunawaomba sana ndugu zetu, nyinyi Kenya ni majirani zetu, tunawaheshimu, tunafanya na nyie kazi, tunaomba sana. Lakini nimewaza sana usiku nikasema kwani hao wana shida gani? Mmoja ameuliza akasema hivi, nyinyi wa Tanzania sisi tunapiga kelele, tunasema, tunawatukana, mpo kimya, mna mpango gani? Mnataka kutuloga? Nikagundua lipo tatizo kubwa sana la afya ya akili katika taifa hili. Ni washauri bure. Ni washauri bure, sio dhambi. Sisi wenzenu CAG wetu yule Auditor General, wenyewe mna Auditor General wenu wa Kenya, amefanya uchambuzi wa swala la afya ya akili nchini, na tunatengeneza mekanizimu ya kusaidiana. Kwa hiyo wakati mwingine unapomkuta mama mtu mzima msomi aliyesoma sheria anaondoka kwake, anapanda na nauli, bahati mbaya ukimwangalia uso wake hauna matumaini. Ukimwangalia uso ule sijui ni mkologo umedunda, sijui ni alisahau kupaka poda, anakuja kutuchonganisha. Ile sio hali ya kawaida. Na walichokifanya askari wetu ni kumdhibiti, kwa sababu kishaona mtu akili yake haifanyi kazi vizuri, unamsaidia kumdhibiti. Na kazi ya jeshi letu la polisi ni kubaini na kudhibiti, wakati ndio kazi yao nyingine. Na wakati mwingine jeshi la polisi, nashukuru Mheshimiwa Waziri umesoma katika ukurasa wa 23, moja ya mambo mlofanya pamoja na operation na vitu vingine, mmetanzua uhalifu. Hiyo ndo namna ya kutanzua uhalifu. Sisi wa Tanzania tuna moyo na nyie, mtu asiwabagaze. Tungeshangaa sana watu wanakuja hapa wanaanzisha mambo yao ya maandamano, wametoka nchi nyingine, wanavuruga vijana wetu, wanakuja kuzuia utulivu wa utendaji wa mahakama, chombo kinachotoa haki katika taifa letu. Halafu nyie mpo. Tungeshangaa sana. Hatujashangaa, tunawatia moyo, tuko pamoja na nyie. Na sisi tunasema hivi, uzio, wigo wa ulinzi wa taifa letu haujajengwa kama ule ukuta wa China Great Wall, haujajengwa kama ukuta wa Babeli. Uzio wa ulinzi wa taifa letu umejengwa kwa mioyo ya uzalendo wa vijana wetu, umejengwa kwa maji ya damu ya vijana wetu. Hawatakuwa tayari, na tunaomba tuambie jamani, hiyo ni trailer. Nimeona mwingine anasema jamani, nasikia hao polisi askari wanapiga, hiyo ni trailer. Tena nyie mmekutana na polisi ambao hawa sisi tunashinda nao kila siku, yani ambao wamezoea kidogo mambo ya uraia. Tuna wengine wanafanana na miti na udongo. Tukiwatoa hao shughuli yake mtaiona. Hatuyataki hayo, hatutaki tufike huko. Hatutaki tufike huko. Tunaomba tuheshimiane ndugu zetu Kenya. Mheshimiwa Rais wetu Your Excellency Honorable Ruto, tunakuheshimu sana. Do something. Demokrasia, that is not democracy in Kenya. Hiyo ni vurugu. Na sisi kama jirani zenu tunasikitika kwa nini taifa linayumba kiasi hicho. Na nyie mpo. Nyinyi askari wenu na nyie mmewazoea. Tuliwaona kwenye maandamano. Mwandamanaji analeta vurugu, anakunywa maji, anampatia na askari naye anakunywa. This is Tanzania, hicho kitu hakipo. Na hili jeshi la polisi hatujaliunda sisi, liliundwa tangu mwaka 1919 na mkoloni. Ilijulikana tu kuna watu watafanya vituko, lazima wasiwekwe ndani. Siku moja nilikuwa nafanya ziara Iringa, waliniuliza, Mheshimiwa mbunge, yani kile kituo cha Ipogoro tukikamatwa hali yake ni mbaya, tunapigwa sijui tunafanya nini. Kaambia polisi sio lazima uende,
Na bahati mbaya sana wale polisi sisi tumewapa virungu, tumewapa bunduki, tumewapa maji washawasha. Sasa ukienda pale unategemea utapata nini? Ukitaka kupetiwa mwanangu, nenda hospitali, wale ndio wamesomea jinsi ya kupetipeti. Kwa hiyo ndugu zangu, tunaomba tuambie, sisi Tanzania tunasikitika sana, lakini nikutie moyo rais wangu Mama Samia. Huo ndio upande wa pili wa shilingi wa kuwa amiri jeshi mkuu na kuwa rais. Sisi wenyewe tumetulia, lakini wanatoka watu wengine wanakubagaza, lakini wanajua upo. Kwa sababu kama hawajui, milio ya nini? Huku Tanzania watu nasema ukiona manyoya kashaliwa, ukiona mlio kapigwa. Sasa tunawaomba sana, sisi tutaendelea kulinda amani na utulivu wa taifa letu, na hatutokuwa tayari. Ndugu zangu wa Tanzania, vijana wangu, tunashukuru tuna vijana wa kiume wanaoandamana, wanatafuta kiki, sio kwenye maandamano. Wanatafuta kiki kufanya kazi, wanatafuta kiki kwenye kilimo, wanatafuta kiki wako na bodaboda na bajaji, wanatafuta maisha, wanatafuta kiki wako na malori usiku na mchana, wanatafuta kiki wako kazini. Hawawezi kutafuta kiki kwa vijana wenu wanaokaa kwenye mitandao wanatukana watu. Na lazima mliangalie upya. Mimi niwaombe viongozi, tunawashukuru viongozi wa Kenya, tunawashukuru baadhi ya wananchi wa Kenya, wameongea wao wenyewe, wametoa majibu wao wenyewe. Lakini lazima mfanye kitu. Hatuwezi kuwa na majirani wa staili hii.